أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa nimeeleza machache kuhusu hali za mwanzo zitokazo baada ya hijra, sababu za vita vya Badr na hatua alizochukua Mtume sallallahu alaihi wasallam zidi ya mipango ya makafiri wa Makka ili kukwamisha mipango yao. Sasa kabla ya vita vya Badr vilitumwa vikosi kadhaa na zikatokea vita zingine. Kwanza nitazieleza kwa kifupi habari zake, kisha nitaeleza hali za makafiri jinsi walivyojiandaa kwa ajili ya vita inshallah. Kikosi cha Hamza, hiki ni kikosi cha kwanza kilichotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa kwanza wa hijra. Hiki kinaitwa Saria Siful Bahar. Bendera yake ilikuwa na rangi nyeupe na aliyeishika bendera alikuwa Abu Marsad Ghanwi radhiyallahu anhu. Kikosi hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikituma katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa kwanza wa hijra na akamfanya baba yake mdogo Hamza bin Abdul Muttalib kuwa amiri wake. Pamoja naye walikuwepo wahajiri 30. Watu hawa wakaenda pembezoni mwa Is mpaka wakafika ufukwe wa bahari nyekundu na wakakabiliana na msafara moja wa Quraish ambao chini ya uongozi wa Abu Jahal ulikuwa umetoka Syria. Is ni sehemu inayopatikana kaskazini mwa Rabik ikiwa na umbali takriban kilomita 30 ambayo inapatikana pembezoni mwa Saniatul Maraa, na umbali wa Rabik kutoka Madina Munawwara ni takriban kilomita 240. Hapo ilikuwepo chemche moja iitwayo Zanabatul Is ambayo ilikuwa imezingirwa na miti na ndiyo maana inaitwa Is. Banu Sulaim walikuwa wakiishi hapo. Misafara ya kibiashara ya Quraish iendayo Syria ilikuwa ikipita kutoka hapa. Kwa vitu vile makundi yote mawili yakapanga safu yakaja ana kwa ana na ilikuwa karibu kutokea vita, lakini chifu mmoja wa kabila akaingilia kati na kuwatuliza, na hapo makundi yote mawili yakarejea nyuma. Kisha kuna kikosi cha Ubaida bin Haris. Mwezi wa Shawal mwaka wa kwanza wa hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam akimkabidhi Ubaida bin Haris kundi la wahajiri 60, akamtuma kuelekea Saniatul Maraa karibu na Rabik. Huko wao wakaonana na Abu Sufyan na wanajeshi wake 200. Mishale michache ikarushwa toka pande mbili, lakini haikutokea vita rasmi. Siku ile Saad bin Abi Waqas alikuwa ni mtu wa kwanza kurusha mshale wa kwanza, na kabla yake kati ya Waislam na washirikina hata urushaji wa mishale pia ulikuwa haukutokea. Ilmuradi huo ulikuwa ni mshale wa kwanza wa historia ya Islam ambao Saad alikuwa akijivunia juu yake. Kisha
makundi yote mawili yakarejea nyuma katika maeneo yao. Saniyatul mara inapatikana kaskazini mashariki mwa mji wa rabik ikiwa na umbali wa kilomita 55 na kutoka madina munawara umbali wake ni kilomita 200. kisha ni kikosi cha saad bin abi waqas. hiyo ilitokea mwaka wa kwanza wa hijra na kwa kauli za wengine ikatokea mwaka wa pili wa hijra, ambapo mtume saa salam akimfanya saad bin abi waqas kuwa amiri wa watu 20 akamtuma na akamwamuru kwamba wao wasiende mbele ya bonde la Kharar. wao wakaendelea kutembea kwa miguu. Mchana walikuwa wakijificha na walikuwa wakisafiri wakati wa usiku mpaka wakafika hadi Kharar. shabaha yao ilikuwa ni kuzuia msafara wa kibiashara wa Quraish, lakini kundi hilo lilipofika Kharar wakapata kujua kwamba msafara umeshapita tayari kutoka kule, hivyo wao wakarejea nyuma bila kupigana vita. kuhusu Kharar imeandikwa kwamba maana yake ni maji yanayotiririka kwa sauti, na Kharar ni jina la mahala palipo karibu na Jufa katika eneo la Hijaz. kisha kuna vita vya Waddan au ghazwa Abwa iliyotokea mwezi wa Safar mwaka wa pili wa hijra. mwezi wa Safar mwaka wa pili wa hijra mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wahajiri 60-70 akaelekea Abwa au Waddan. katika rai ya mwanahistoria Ibn Saad, hii ni vita vya kwanza ambamo mtume mwenyewe alishiriki. mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Saad bin Ubada kuwa naibu wake katika Madina. mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Abwa na nia yake ilikuwa ni kuzuia msafara wa Quraish, lakini msafara ule kabla ya mtume sasa kufika huko ulikuwa umeshapita tayari. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya mkataba na mkuu wa Banu Zamra Maghshi bin Amr bin Zamri, na mkataba ukafanywa ya kwamba mtume sasa hata washambulia Banu Zamra, wala Banu Zamra hawatachukua hatua yote zidi ya mtume sasa, wala hawatashiriki katika mpango wote, na pia hawatamsaidia adui wa Waislam. katika safari hii mtume saa salam aliishi nje ya Madina kwa siku 15. Waddan, kuhusu Waddan imeandikwa ya kwamba ni mahala kati ya Maka na Madina pakiwa na umbali wa kilomita 13 kutoka Abwa ambapo amezikwa mama mzazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutoka Jufa umbali wake ni takriban kilomita 100. Huzur anasema kwamba majina haya ya mahala na mambo mengine ninayoeleza sababu yake ni kwamba baadhi ya Waahmadia wanaokwenda huko wanaenda kufanya umra pia wao, kwa sababu ya kujua historia wanataka kupatembelea, hivyo wanapata kujua kuhusu sehemu hizi. Ghazwae Bawat, Rabiul Awwal mwaka wa pili wa hijra, mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akamteua Saad bin Muaz kama amir wa Madina na pamoja na masahaba zake wawili akatoka ili kuzuia msafara wa Quraish. katika msafara huo alikuwepo Umayya bin Khalf, yani upande wa maadui, na walikuwepo Maquraish wengine 100 na walikuwa na ngamia 2500. mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Bawat karibu na Rizwa, lakini huku hakuweza kuonana na mtu yeyote, na mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea Madina. katika safari hiyo bendera ilikuwa na rangi nyeupe na Hassan bin Abi Waqas alikuwa ameishika bendera ile. kuhusu Bawat imeandikwa ya kwamba hii ni milima miwili ya kabila la Juhena inayopatikana njiani kuelekea Siria kutoka Makka, na pamoja nayo kuna mlima maarufu wa Rizwa. umbali wa Bawat kutoka Madina ni takriban kilomita 100. Ghazwa Ushera, mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa ya kwamba msafara mmoja wa kibiashara wa Quraish umetoka Makka, na katika msafara ule watu wa Makka walikuwa wamewekeza mtaji wao wote ili faida itakayopatikana iweze kutumika katika vita dhidi ya Waislam. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Jamaadul Ula au sawa na riwaya nyingine mwezi wa Jamaadul Thania mwaka wa pili wa hijra pamoja na watu 150 au 200
mbili akaondoka madina kuelekea huko. Yeye alipofika katika eneo la ushara, mtume akapata kujua ya kwamba msafara wa kibiashara wa Quraish siku chache kabla yeye kufika huko umeshaondoka tayari. Katikati ya Makka na Madina, katika eneo la Banu Mudlaj, kwenye maeneo ya Mbu ilikuwa eneo la ushara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa huko kwa siku chache na akafanya mkataba wa suluhu na Banu Mudlaj na Banu Zamra na wenzao, na kisha akarejea Madina. Huo ulikuwa ni msafara ule ule wa kibiashara wa Quraish wa Makka ambao wakati wa kurejea kwake kutoka Siria Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka tena ili kuuzuia, na ilikuwa imetokea vita vya Badr. Ghazwa Badrul Ula, Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoka ghazwa ya Ushara na akarejea Madina. Siku 10 zilikuwa hazikupita juu yake, ndipo Kurz bin Jabir akashambulia malisho ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka ili kumsaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Zaid bin Harisa kama naibu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika katika bonde la Safwan karibu na Badr. Safwan ni bonde karibu na Badr, lakini Kurz bin Jabir akakimbia kwa mwendo kasi na Mtume sasam hakuweza kumkamata. Hiyo inaitwa ghazwa Badrul Ula pia. Kisha baada yake Mtume sasam akarejea Madina. Safari hii pia hii inaitwa Badrul Ula, kwani upande mmoja wa Badr hadi eneo la Safwan jeshi la Waislamu lilikuwa limefika tayari. Hiyo imeelezwa katika Siratul Halbia. Kuhusu Kurz bin Jabir kuna maelezo yaliyoandikwa na Mirza Bashir Ahmad Sahib. Yeye anasema ya kwamba shambulio hili la Kurz bin Jabir halikuwa ufisadi wa kawaida wa kibedui, bali kwa yakini yeye kwa niaba ya Quraish alikuwa amekuja na nia makhsus dhidi ya Waislamu, bali yawezekana kuwa nia yake ilikuwa ni kumzuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini akiwakuta Waislamu kuwa makini, akiwapora ngamia zao akaondoka. Hiyo inatuambia vile vile ya kwamba Quraish wa Makka walikuwa wamenuia ya kwamba kwa kuishambulia Madina mara kwa mara Waislamu waangamizwe. Pia ikumbukwe ya kwamba japo kabla yake Waislamu walikuwa wameshapewa ruhusa ya kufanya jihadi kwa upanga, nao kwa nia ya kujilinda walikuwa wameanza kujipanga na kupanga mikakati, lakini hadi sasa makafiri walikuwa hawakupata hasara yoyote ya kimatendo na kinafsi, kimali na kinafsi kutoka kwa Waislamu. Lakini kwa sababu ya shambulizi la Kurz bin Jabir Waislamu wakapata hasara, kana kwamba kutoka kwa Waislamu hata baada ya kukubali changamoto hiyo ya Quraishi, makafiri ndio waliokuwa wameanzisha vita dhidi ya Waislamu. Kisha ni safari au kikosi cha Abdullah bin Jahash raziallahu anhu karibu na Makka katika bonde la Nakhla. Hiyo ilikuwa imetokea, na kuhusu safari hiyo imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi wa Rajab akamtuma hat Abdullah bin Jahash pamoja na wahajiri 8, na kati yao hakuwepo mtu yeyote wa Ansar, na akaandika barua moja na kumpatia, na akamwagiza ya kwamba baada ya kusafiri kwa siku 2 usome barua hiyo na kisha ufanye kwa mujibu wa amri iliyomo ndani yake, na usimlazimishe mwenzako yote kwenda pamoja nawe kwa nguvu. Hata Abdullah bin Jahash baada ya kusafiri kwa siku 2 akafungua barua ile na akaisoma. Humo ilikuwa imeandikwa ya kwamba utakapofungua barua yangu na kuiona, endelea na safari yako hadi ufike Nakhla ambayo ni sehemu ya katikati ya Taif na Makka, na huko uone Quraish wanafanya nini na uendelee kunipatia habari zao. Hata Abdullah bin Jahash aliposoma maandishi haya akasema kwamba wajibu wangu ni kusikia na kutii. Kisha akaelekea kwa wenzake na akawaambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam
ameniamuru ya kwamba mimi nielekee upande wa nakhla na huko niangalie mambo na mipango ya quraishi ili niweze kumpasha mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kuhusu hali za maquraish na amenikataza kwamba nisiwalazimisheni ili mufuatane nami basi yeyote miongoni mwenu anayetamani kupata kifo cha kishahidi aende pamoja nami na anayetaka kurejea nyuma aondoke tu lakini katika wenzake hakuna yote aliyerudi nyuma na wote wakaelekea hijaz njiani katika eneo moja ngamia wa Saad bin Abi Waqas na Utba bin Ghazwan utba bin ghazwan akawapotea wao katika kumtafuta ngamia wakabaki nyuma ilhali abdullah bin jahash pamoja na wenzake wengine akafika katika eneo la nakhla huko ukapita msafara mmoja wa quraishi ambao ulikuwa ukipita na mizigo ya zabibu na ngozi na vitu vingine vya kibiashara vya quraish na katika msafara huo amr bin hazrmi pia alikuwepo quraish wa makka walipowaona waislamu wakapata hofu hatukasha bin mihsan akaja mbele yao na yeye alikuwa amenyoa kichwa chake makafiri kwa kumwona yeye wakatulia na wakasema kwamba hakuna jambo la hofu watu hawa wanaenda kufanya umra kisha huko waislamu wakashauriana wakisema kwamba leo ni siku ya mwisho ya rajab kama sisi tunapigana nao na tunawaua mwezi huu ni mtakatifu na kama leo tunangojea basi usiku huo huo watu hawa kwa kuingia katika mipaka mitakatifu watatukimbia kisha wote wakaafiki kwa pamoja juu ya jambo hili kwamba msafara ushambuliwe maelezo yake yamekusha elezwa katika hutuba za nyuma katika kumbukumbu za maswahaba hatu waqid bin abdullah tamimi akampiga amr bin hazrmi mshale mmoja naye akafa na watu wawili waislamu wakawateka ilhali moja akafanikiwa kuwakimbia kisha hat abdullah bin jahash akaja madina pamoja na ngamia na wale watu wawili abdullah bin jahash alipofika madina mtume salallahu alaihi wasallam akamwambia ya kwamba mimi sikukupa amri hii ya kuwa nini mupigane vita katika mwezi mtakatifu na mtume salallahu alaihi wasallam akakataa kupokea kitu chochote kutoka ngamia na mateka wale wawili huzur anasema kwamba hawa wasemao kuwa kusudio la waislam lilikuwa ni kupora mali jambo hilo ni batili la sivyo mtume saa salam angewapongeza kwamba mmefanya vizuri sana lakini akasema nyini hamkufanya vizuri upande wa pili quraish pia wakapiga kelele kwamba waislamu wamevunja heshima ya mwezi mtakatifu na kwa kuwa mtu aliyekuwa amewawa yani amr bin hazrmi yeye alikuwa chifu mkuu na kisha alikuwa mwenzake utba bin rabia chifu wa makka hivyo tukio hilo likawasha sana moto wa hasira ya quraish nao kwa jaziba zaidi na zaidi wakaanza kujiandaa ili kuishambulia madina hivyo vita vya badar kwa asilimia kubwa ilikuwa ni natija ya maandalizi haya ya quraish na jaziba ya wadui wao ilmuradi juu ya tukio hilo kwa waislamu na makafiri katika makundi yote mawili yakaongelea mambo mengi sana na mwishowe wahi ifuatayo ya qurani ikashuka na ikawa sababu ya kuwatuliza waislam mwenyezi mungu anasema yasalunaka nisharil harami qitalin في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم an dinikum inistatahu yani watu wanakuuliza juu ya kupigana vita katika miezi mitakatifu waambie ya kwamba bila shaka kupigana vita katika miezi hiyo ni dhambi kubwa lakini kuwazuilia watu njia ya allah na kumkataa yeye na msikiti mtakatifu yani kuvunja heshima yao na kisha kuwatoa humo watu waliomo ni dhambi kubwa zaidi kama eni washirikina mnavyoendelea kufanya vitu hivi ni vibaya zaidi mbele ya allah kuliko kupigana katika miezi mitakatifu na kwa yakini katika miezi mitakatifu kuleta fitna kwenye nchi ni mbaya zaidi kuliko kuua na eni waislamu
hii ndiyo hali ya makafiri kwamba wao wamepofuka katika uadui wenu kwamba wao hawataacha kupigana nani mpaka wawatoeni katika dini yenu kama wakiweza. kwa vyote vile hii ilikuwepo katika elimu ya allah ya kwamba makafiri hawa kwa ajili ya kuwarudisha waislamu kutoka dini yao wataendelea kufanya majaribio mbalimbali na hivyo kilichotokea wakati ule mwenyezi mungu hakuonyesha hasira juu yake. hivyo inathibitika kutoka historia ya kwamba hata katika miezi mitakatifu pia wakuu wa Quraysh walikuwa wakiendeleza mipango yao dhidi ya islam, bali wakipata faida kutoka mikusanyiko na safari za miezi mitakatifu. Wao katika miezi hiyo walikuwa wakizidi zaidi katika njama zao za ufisadi, na kisha bila kuwa na haya, kwa ajili ya kutuliza mioyo yao, wao walikuwa wakiibadilisha utaratibu wa miezi mitakatifu ambayo walikuwa wakiita kwa jina la Nasai. Basi kwa jibu hilo ilikuwa lazima kwamba waislamu wangepata kutulia. hata Quraish pia wakapoa kiasi fulani, kwani wakajua kwamba wahi hii imeshuka. katika muda huo huo watu wao wawili wakaaja Madina ili kuwaachisha wafungwa wao, lakini kwa kuwa Saad bin Abi Waqas na Utba walikuwa hawakurejea Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao, kwamba kama wakikamatwa na Quraish hawatawacha kuwa hai. hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kuwaacha wafungwa wao mpaka wao wareje, na akasema, watu wangu wakifika Madina kwa amani, ndipo mimi nitawaacha watu wenu. hivyo wao waliporejea Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuchukua fidia kutoka kwao akawaacha wote wawili. Ghazwa Badrul Kubra, ndani ya Qurani tukufu vita hiyo imetajwa kwa jina la Yaumul Furqan. Khalifa Msi Awwal radhiyallahu ta'ala anhu anasema ya kwamba Furqan ya Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni siku ya vita vya Badr, ambapo wakaangamia watu wa kundi la wapinzani waliokuwa na nguvu ya ajabu, na waislamu wakapata ushindi na ufaulu. Khalifa Msi Awwal katika sehemu nyingine akieleza maana ya neno la Furqan anasema, kutoka Qurani tukufu nimefahamishwa maana yake kwamba Furqan ni jina la ushindi ule ambao baada yake mgongo wa adui uvunjike, na hiyo ilikuwa ni siku ya Badr. vita hiyo pia inaitwa Badrul Thaniyan au Badrul Kubra au Badrul Qital. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa ya kwamba Abu Sufyan akiongoza msafara wa kibiashara wa Quraysh anarejea kutoka Siria ambao una ngamia 1000. msafara huo ulikuwa na mtaji mkubwa wa Quraysh, na kama kwa mtu fulani kulikuwa na dhahabu kiasi kadogo tu au alikuwa na mali, basi mali ile yeye alikuwa ameiwekeza kwenye msafara huo. Inasemwa kwamba msafara huo ulikuwa na uwekezaji wa mali nyingi mno. katika msafara huo kulikuwa na watu wapatao 30-40 au sawa na riwaya nyingine walikuwa watu 70, na ndio msafara ule ambao ilikuusaka huo mtume alikuwa ametoka hapo kabla, na pia alikuwa amefika hadi eneo la Ushara, lakini msafara huo ulikuwa umeshaondoka tayari kuelekea Syria. kwa ajili ya safari hii Mtume sallam akaondoka Jamadiul Ula au Jamadiul Akhira mwaka wa pili wa hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata taarifa ya kurejea kwa msafara huo akawaita waislamu kuondoka pamoja naye, na akasema ya kwamba huo ni msafara wa kibiashara wa Quraysh ulio na mitaji yao, basi nini mutoke, huenda Allah awajalie ni mali ya ghanima. baadhi ya watu wanaokuwa na tabia ya kutafuta nafasi ya kupinga tu au wanakuwa na elimu ndogo wanapinga wakisema kwamba waislamu baada ya kufika Madina walikuwa wameanza kupora mali za watu, na kama mfano wanaeleza habari hizi za kusaka msafara huo, jambo ambalo ni jambo la ujinga tu na ni natija ya kutokujua hali za kivita za wakati ule, kwani kuzuia msafara huo wa kibiashara wa Quraysh hakukuwa jambo la kupingwa. hivyo Hatmiza Bashir Ahmad Saheb ameeleza maelezo yake katika sira ya Khataman Nabiyin ya kwamba
kuondoka ili kuzuia msafara hakukuwa jambo la kupingika, kwani moja msafara huo makhsus ambao kwa ajili yake waislamu walikuwa wametoka haukuwa msafara wa kawaida, na ndani yake kulikuwa na sehemu ya kibiashara ya kila mwanamume na mwanamke wa Quraish, jambo ambalo linatuambia ya kwamba kuhusu msafara huo ilikuwa nia ya wakuu wa Quraish ya kwamba faida yake itumike kwa ajili ya kupigana vita dhidi ya Waislamu. Hivyo inathibitika kutoka historia kwamba faida hiyo hiyo ikatumika katika maandalizi ya vita vya Uhud. Basi kuzuia msafara huo kulikuwa ni sehemu ya lazima ya mikakati ya vita. Pili, kikawaida pia kuizuia misafara ya Quraish kulikuwa ni jambo la lazima, kwani misafara hiyo ilikuwa ikitembea na silaha na ilikuwa ikipita karibu na Madina. Hivyo muda wote waislamu walikuwa wamezingirwa na hatari, hivyo ilikuwa muhimu kuchukua hatua zidi yake. Tatu, misafara hii popote pale ilipokuwa ikipita ilikuwa ikiwachochea watu zidi ya waislamu katika makabila ya Arab, na kwa sababu yake hali ya waislamu ilikuwa ikiwa mbaya zaidi. Basi kufunga njia yao kulikuwa ni sehemu ya mpango wa kujilinda. Ine, Quraish kwa asilimia kubwa walikuwa wakijikimu biashara, hivyo kuizuia misafara ilikuwa ni njia nzuri ya kuwazindua Quraish wazalimu na kuwazuia kutoka mipango yao ya kivita na kuwalazimisha kufanya suluhu ili amani iweze kupatikana. Katika zama hizi kwa ajili ya kusitisha vita, baadhi ya nchi zinaleta vikwazo, hata vinaleta vikwazo visivyo sahihi na vinaleta kwa zulma, lakini hiyo pia ilikuwa amali inayofanana na ile. Na kisha shabaha ya kuizuia misafara hiyo haikuwa ni ya kupora mali zao, bali kama Qurani inavyoweka wazi katika kikosi hiki maksus, waislamu hawakutamani kukabiliana na msafara kwa sababu ya mali yao, bali wakatamani kukabiliana nao, kwani katika hilo walikuwa na fikira kwamba hawatapata madhara makubwa. Kwa vyote vile, kwa ajili ya kukusanya taarifa ya msafara huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasindikiza mbele maswahaba wake wawili, Talha bin Ubaidullah na Said bin Zaid. Maswahaba hawa wawili wakaondoka Madina, na baada ya kukusanya habari za msafara, waliporejea Madina wakajua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka kutoka Madina. Hivyo wote wawili wakaelekea Badar, lakini njiani wakakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirejea kutoka vita vya Badar. Hivi maswahaba hawa wawili hawakuweza kushiriki katika vita vya Badr, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatolea mali ya ghanima. Upande wa pili, Abu Sufyan akapata taarifa kutoka kwa majasusi zake ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na maswahaba zake kwa ajili ya kushambulia msafara wake wa kibiashara ameshaondoka tayari. Inasemwa ya kwamba mtu mmoja alikuwa amekutana na Abu Sufyan, naye akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nia ya kufunga njia ya msafara huo, na pia yeye amemwacha Mtume sasa njiani akiusubiri msafara huo. Abu Sufyan kwa kusikia habari hiyo akaogopa sana, na akimpatia Zamzam bin Amr Ghaffari hela kidogo akampeleka Makka na akamwambia kwamba uende Makka na uambie watu wa Makka ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wake ametoka ili kushambulia msafara wenu. Hivyo Zamzam kwa mwendo kasi akaelekea huko. Mjumbe huyo wa Abu Sufyan alipofika Makka, yeye sawa na desturi ya Arab akijifanya kuwa na hali tete, akaanza kupiga kelele kwa nguvu ya kwamba eni watu wa Makka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake wametoka ili kushambulia msafara wenu, twende tukausalimishe. Upande mwingine Abu Sufyan kwa ujanja sana
akikusanya taarifa na akijisalimisha na jeshi la waislamu akaendelea na safari yake. Ye akafika juu ya chemchem ya badar na hapo akamuuliza mtu mmoja kwamba je, umemwona hapa mtu fulani? Ye akasema kwamba watu wawili walikuwa wamekuja hapa na karibu na jiwe lile wakakalisha ngamia zao na wakachota maji na wakaondoka. Abu Sufyan akaenda huko huko ambapo ilikuwepo kiniesi cha ngamia. Ye akaiinua moja na akaivunja. Humo mlikuwa kokwe la tende. Ye kwa kuona hiyo akasema hili ni lisho la Yasrab, na akafahamu kwamba watu wa Madina wako karibu. Hivyo yeye akarejea kwa kasi katika msafara wake na akiwaondoa watu wake kutoka njia ile maarufu akaelekea upande wa ufukwe wa bahari na akiacha Badr pembezoni mwake akaenda mbele kwa kasi. Kuhusu hiyo kuna ndoto moja ya ajabu ya Atika binti Abdul Muttalib, na ndoto hiyo ikatimia kweli kweli. Na ndoto hii ni kama ifuatayo ya kwamba Atika binti Abdul Muttalib ambaye alikuwa shangazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa mama wa Ummul Mu'minin Umm Salama. Kuhusu kusilimu kwake kuna rai za aina mbili. Kwa wengine alikuwa amekubali Islam, lakini sawa na wengi alikuwa hakukubali Islam. Kwa vyovyote vile yeye kabla ya kufika kwa mjumbe wa Abu Sufyan aitwaye Zamzam, yani mausiku matatu kabla, alikuwa ameona ndoto iliyohuzunisha sana. Yeye akamwita ndugu yake Abbas bin Abdul Muttalib na akamwambia kwamba ewe ndugu yangu, wallahi mimi leo nimeona ndoto moja ambayo imenihuzunisha sana, imeniogopesha sana. Nina wasiwasi kwamba kaumu yako lazima itakumbwa na janga fulani au shida fulani. Wewe ufiche siri hiyo ambayo nataka kukuambia. Sawa na riwaya moja, Atika akamwambia Abbas kwamba usipofanya nami ahadi kwamba wewe hutamweleza yoyote habari hiyo, mpaka wakati ule sitakuambia, kwani Quraish wa Makka wakisikia habari hiyo wao watatusumbua na watatukaripia. Hivi hata Abbas akamwahidi kufanya hivyo. Kisha hata Abbas akamuuliza kwamba umeona nini katika ndoto? Atika akasema kwamba nimeona ndoto ya kwamba mtu mmoja amekuja akipanda juu ya ngamia na akasimama katika medani ya Abta. Maka na Mina vyote vinaitwa Abta, na hiyo ni karibu na Mina zaidi. Kisha yeye akasema kwa sauti ya juu kwamba eni watu, katika siku 3 muelekee upande wa mahala pa mauaji yenu. Atika anasema kisha nikaona kwamba watu wakakusanyika kwake. Kisha yeye akaingia katika khana Kaaba. Watu walikuwa nyuma yake, watu walikuwa wamejumuika. Nikaona kwamba ngamia yake amesimama juu ya paa ya Kaaba pamoja naye. Kisha akasema kwa sauti ya juu kwamba eni watu, katika siku 3 muende katika sehemu ya mauaji yenu. Kisha nikaona kwamba ngamia yake amesimama juu ya mlima wa Abu Qabas, na kuhusu Abu Qabas imeandikwa kwamba ni mlima mashuhuri unaopatikana mashariki mwa Makka. Kisha ye akaita kwa sauti ya juu kutoka pale, na kisha akadondosha jiwe moja kutoka juu, na jiwe lili likafika chini na likawa vipande vipande, na nyumba zote za Makka zikapata vipande vyake. Kwa kusikia hayo, hata Abbas akasema kwamba wallahi ndoto hiyo ni muhimu sana, we mwenyewe pia uifiche na usimwambie yoyote. Kisha hata Abbas akatoka nje kutoka nyumba ya Atika, na njiani akakutana na Walid bin Utba. Huyo alikuwa rafiki wa Abbas. Mwenyewe akamwambia dada yake kwamba asimwambie yote ndoto hiyo, lakini mwenyewe akamwambia Walid. Lakini Abbas akamkataza kwamba asimwambie mwingine, lakini jambo likitoka mara moja basi linatoka tu. Walid akamwambia baba yake Utba.
hivyo jambo hilo likashamiri katika makka na watu wakaanza kuizungumzia ndoto hiyo. abbas raziallahu anhu anasema kwamba siku ijayo asubuhi nilipoenda khana kaaba kufanya tawaf, abu jehel pamoja na watu wachache wa quraish alikuwa ameketi. kwa kuniona mimi akasema kwamba ewe abulfazl, hiyo ni kunia ya hatabas, kwamba ukimaliza tawaf njoo kwangu kidogo. hatabas anasema kwamba mimi nikamaliza tawaf na nikaenda kwake. hapo abu jehel akaniambia ya kwamba banu abdul mutalib, mwanamke mtume amezaliwa kwenu lini? nikasema kwamba una maana gani? ye akasema kwamba wanaume wenu walikuwa wamedai kuwa mitume. akaashiria upande wa mtume saa salam. sasa kina mama zenu pia wameanza kudai kuwa mitume. atika ameona ndoto ya namna gani? hata bas anasema kwamba nikasema kwamba yeye ameota nini? abu jehel akasema kwamba yeye anasema ya kuwa nilimwona mtu mmoja anakuja na ngamia na akatoa sauti na kisha akadondosha jiwe kutoka juu. ilmuradi akaeleza ndoto nzima. kisha abu jehel akasema kwamba sisi tunasubiri kwa siku 3, kama sawa na ndoto tukio litatokea hapo ni sawa, waila sisi tutaandika maandishi na tutaweka kwenye kaaba kwamba nini ni waongo katika nchi nzima. abbas anasema kwamba wallahi mimi nikalazimika kusema kwamba huyu hakuona ndoto yoyote, na mimi nikakataa ya kwamba atika ameona ndoto fulani. kisha sisi sote tukainuka kutoka majlis ile, na jioni nilipoenda nyumbani kina mama wote wa banu abdulmutalib wakaja kwangu na wakaniambia ya kwamba kwanza mtu huyo mbaya fasiki aliendelea kuwatuhumu wanaume wako na wewe ukavumilia. sasa anawakaribia kina mama na wewe unasikia kwa ukimya na hukumpatia jibu juu ya upuuzi wake. gera yake ilikuwa imekwenda wapi? kina mama wa familia wakamkasirisha kidogo. abbas anasema nikasema wallahi nikafanya hivyo na kwangu hakuna kosa kubwa zaidi kuliko hilo, na wallahi sasa mimi nitaenda kwake, na kama akisema jambo la namna hiyo tena basi mimi kwa niaba yenu nitalipiza kisasi. hata basi anasema kwamba siku ya 3 mimi nikatoka kutoka nyumba yangu na nilikuwa na hasira kali kwamba siku ile kama nilivyokosea leo nitalipiza kisasi chake. hivyo nilipoingia miskitini nikamwona abu jehel. yeye alikuwa mtu mwenye ulimi wa kasi. wallahi nikaelekea kwake ili yeye aseme jambo fulani kama alivyokuwa amesema hapo kabla na mimi ni mue, lakini nikaona kwamba abu jehel anakimbia na anaelekea upande wa mlango wa kaaba tukufu. nikafikiri moyoni mwangu, malaana yalla iwe juu yake, imekwaje kwake? je amekimbia kwa sababu ya hofu kwamba nisije nikamkaribia? lakini kwa hakika jambo lenyewe lilikuwa ni hili ya kwamba alikuwa amesikia sauti ya juu ya zamzam bin amr ghafari ambayo mimi sikuisikia, na yeye yani zamzam akisimama katikati ya bonde, akisimama juu ya ngame yake, alikuwa anasema kwa sauti ya juu, na alikuwa amekata pua na masikio ya ngamia yake, na alikuwa amechana kanzu yake, na alikuwa akisema kwa sauti ya juu kwamba msafara msafara, yani njoni muusalimishe msafara wenu ambao juu yake mali zenu zimebebwa, unaokuja na abu sufyan kwa ajili ya kushambulia muhammad saa salam na wenzake wamejiandaa. na akasema kwamba mimi sikuwa na fikra hii. yeye akasema ya kwamba wao wamejiandaa na mimi sizani kwamba mtaweza kufika kwa wakati, yani mufanye haraka ili kufika huko. sizani kwamba mtaweza kufika kwa wakati ili kuwasaidia. kwa vyote vile abbas anasema kwamba tukio hilo jipya likanishughulisha mimi na abu jehel vile vile, na sisi hatukuweza kuendelea na jambo la kwanza. imeendikwa ya kwamba
quraish wa maka waliposikia mwito wa zamzam wakashikwa na hasira kali na wakaanza kuwachochea watu kupigana vita na wakasema kwamba je muhammad sasa na wenzake wanafikiri kwamba huo ni kama msafara wa kibiashara wa ibni hazrmi la hasha wallahi wao watajua kwamba huo sio msafara ule msafara wa amr bin hazrmi na jinsi yeye alivyouawa na waislamu habari zake zimekusha pita katika saria abdullah bin jahash kama nisemayo hapo kabla kwamba waislamu walikuwa wamemua ibni hazrmi na walikuwa wameteka mali zao sasa quraish wa maka wakaanza kujiendaa na sasa kila mmoja alikuwa akitoka mwenyewe au alikuwa akimtuma mwingine juu ya matumizi yake hapo kiongozi wao mmoja akasema kwamba je nini mtawaruhusu muhammad saa salam na wenzake waliosabi na watu wa yasrab ruksa kwamba wao wapore mali zenu mtu akihitaji mali basi mali yangu ipo kwa ajili yake na mtu akihitaji vitu vingine vya kula basi vipo kwa ajili yake mwingine akatoa dinar 200 mwingine akatoa dinar 300 na dinar 500 na akasema kwamba mutumie pale mnapotaka kutumia mwingine akatoa ngamia 20 kwa ajili ya vita wengine wakabeba jukumu la kuwalisha watu wa familia yake na yeyote aliyeshindwa kuenda kwenye vita akamtuma mwingine katika vita na hivyo katika siku 2-3 wakamaliza maandalizi ya vita ikumbukwe ya kwamba zamzam alikuwa ametangaza kwamba mufike haraka lakini watu hawa wakajiandaa kwa siku 2-3 na hiyo inatuambia kwamba makafiri wa makka walikuwa wakitafuta uzuru wa kupigana vita na waislamu waila kama shabaha yao ingekuwa ni kusalimisha msafara kama walivyokuwa wameambiwa basi wangefika mara moja tu lakini hiyo haikutokea bali wao wakaanza kujiandaa kwa ajili ya vita kisha kuhusu viongozi wa quraish imeendikwa ya kwamba viongozi watano wa quraish umaya bin khalf utba bin rabia shaba bin rabia zama bin aswad na hakim bin hizam wakapiga kura kwa kutumia mishale kwamba waende kwa ajili ya vita au la na mshale uliotoka ukasema kwamba watu hawa wasiende kwenye vita hivyo wote wakaamua kwa pamoja kwamba wao hawataenda katika vita lakini abu jehel akaja kwao na yeye akawashawishi kuondoka pamoja naye na katika habari hiyo ukba bin abu muayat na nazir bin haris pia wakaunga mkono na abu jehel na wao pia wakawashawishi kwamba waende kwenye vita mtumwa wa utba na shaba akawaambia kwamba wallahi nini hamendi kwenye vita bali mnaenda katika mahala pa mauaji yenu hapo wote wawili walikuwa wameamua kwamba hawataenda kwenye vita lakini abu jehel akawashawishi sana hivyo wote wakawa tayari kwenda pamoja nao kwa nia hii kwamba njiani watarejea nyuma kwa ajili ya vita jinsi makafiri walivyoandaa na kisha wakaondoka kuna maelezo yake na matukio yake inshallah nitayaeleza katika siku za usoni ni jambo ndefu sana الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر